Ama kwa hakika ya mgambo ikilia, bila shaka kuna jambo. Kitambulisho hicho ni ishara tosha kwamba taarifa zetu za upeo wa TV47 zinang'oa nanga sasa hivi. Popote ulipo mtazamaji, natumai kwamba Jumatatu yako imekwendea vema. Ni fahari yangu tena kubwa zaidi kuungana nawe kwenye taarifa hizi za upeo wa TV47. Kuna mengi tu tuliyokuandalia, lakini kwanza kabisa ni yaliyomo. Kina mama waandamana Free Area Nakuru kutokana na visa vya wizi wa watoto eneo hilo. Wahudumu wa afya Kiambu waandamana kulalamikia mishahara yao, mgomo wao ukiendelea kutokota. Na Rais William Ruto aendelea kusuta upinzani akidai hawana sera kwa Wakenya. Imegonga saa moja juu ya alama hapa Kenya, Uganda na Tanzania. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji, na asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mimi wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara ni Roda Nyamai. Karibu. Wanawake katika mtaa wa Free Area kaunti ya Nakuru waliandamana kutwa nzima wakilalamikia ongezeko la wizi wa watoto katika eneo hilo na maeneo ya Kiratina na Lanet. Watoto 4 wakiwa wameripotiwa kutoweka kwa njia tatanishi chini ya wiki 2 zilizopita, huku baadhi yao wakipatikana baada ya muda wakiwa na upungufu wa damu mwilini. Mwandishi wetu wa habari Mike Chalo na taarifa hii kutoka Nakuru. Ni kelele zilizosheheni kutwa nzima katika mtaa wa Free Area ya kaunti ya Nakuru. Wanawake hawa wakidhihirisha kweli uchungu wa mwana ujuaye ni mzazi. Kilio chao kikitokana na kutoweka kwa watoto kwa njia tatanishi. Mtoto alipotea tarehe 4 Saturday. Saa hii leo ni siku ya 8. Tumepiga report teachers, hatujapata usaidizi. Kwa siku 10 Veronica Makata amekuwa akiishi kwa dhiki baada ya mtoto wake wa mwaka 1 na miezi 2 kutoweka kwa njia isiyoeleweka. Huyu msichana ndiye alichukua mtoto, akaenda naye tu hapa mape, mtoto alipotelea. Wakati sitangu alizunguka kwa nyuma kwenda kuchukua jaki. Kurudi akasema acha nichukue mtoto nini mpe uji, juma yake baada hajarudi. Hiyo wakati mtoto alikuja, akapotea tu hivyo tu. Wenye walishikwa, uwezi niambia mtoto atapotea na wewe uko hapo. Alafu ukishiku ukipelekwa ndani inasemekana tu hujaona kitu. Na wewe ndio ulikuwa hapo mtoto akichukuliwa. Picha hii ya CCTV inamuonyesha jamaa mmoja akimshawishi mtoto Brighton Mwai mwenye umri wa miaka 3 Alhamisi wiki jana. Mtoto huyu akitoweka kwa siku 3 kabla ya kupatikana Jumamosi jioni akiwa na mavazi tofauti na aliyokuwa nayo. Hapo kwetu kuna CCTV. Tukaomba mwenye ploti atufungulie tuone kama tutapata venye mtoto alikuwa ama alienda wapi. Tukaona mtoto aliitwa na mtu hapo kwa gate. Kijana mdogo ndiye alimuita hapo kwa gate na wakatembea na yeye mpaka kwenye CCTV imefika na kutoka hapo akapotelea. Vipimo vya daktari vimebaini alikuwa na upungufu wa damu mwilini na ugonjwa wa pneumonia. Sasa ikiwa siku ya Jumamosi kitu saa 5 ya usiku tulipigiwa na mtu simu akatuambia mtoto ako na huku Country Hotel na huko chini amepatikana huko, tumuendee hapa Kerutara. Na hapo ndio tulipata mtoto wangu. Kisa sawa na hiki kimetokea katika mtaa wa Lanet. Ndugu wawili wa miaka 4 na 3 mtawalia walitoweka kwa siku 3, huku walipopatikana mwenye umri wa miaka 3 wakionyesha upungufu wa damu mwilini. Wazazi wa mitaa hiyo sasa wanaishi kwa hofu wasijue hatima ya wanao shule zinapoelekea kufungwa kwa likizo ndefu. Mike Chelo, TV47.
Na polisi wanamzuilia mwanamume mmoja kwa madai ya kumuua afisa mmoja wa kitengo cha GSU katika lango la ikulu ya Nairobi. Polisi wanasema mwanamume huyo wa umri wa miaka 56 alifika katika lango hilo akiwa amebeba gunia kabla ya kumdunga kwa mshale afisa huyo wa ulinzi. Afisa huyo hata hivyo alifariki kabla ya kufikishwa katika hospitali kuu ya Kenyatta kwa matibabu. Kamanda wa polisi Kilimani Patricia Yegon na mkuu wa DCI Hussein Mahat walifika katika eneo la kisa hicho na hospitalini, huku wakisema uchunguzi umeanzishwa. Polisi wangali kubaini iwapo mshukiwa huyo alimlenga polisi huyo wakiwa wamefahamiana awali au ilikuwa kimakosa tu. Na haya kijiri, miili ya watu watatu waliofariki katika ajali ya boti eneo la Tudor, kaunti ya Mombasa, hatimaye imepatikana. Hii leo mwili wa tatu ulipatikana baada ya shughuli ya uopoaji kwa ushirikiano kati ya serikali ya kaunti ya Mombasa na maafisa wa serikali kuu. Gavana wa Mombasa Abdul Somad Nasir amesema serikali yake imeweka mikakati zaidi kuzuia visa kama hivyo katika siku zijazo. Boti hiyo ilipata ajali Ijumaa wiki jana na kupelekea vifo vya watu watatu. Thereafter, at any given time, the county disaster team, when such an event is going to be done, after having been given that notification, the disaster teams shall be at the scene when all this is happening. And that will include as well the enforcement team, which ideally the Kenya Maritime Authority is a regulator, and they regulate on whether the boats and the vessels are fit to be used in the ocean. We've got the Kenya Coast Guards now who are meant to implement and enforce those particular regulations. People who, for whatever reason, whether it is the organizer did not provide life jackets or whether it is negligence that people decide not to wear life jackets. Mtazamaji, kufuatia video iliyosambaa mitandaoni kwa siku kadhaa ikimuonyesha mbunge wa Kibra Peter Orero na dereva wake wakivunja sheria za trafiki barabarani, mbunge huyo leo Jumatatu kwa mara ya kwanza amezungumzia swala hilo akiwa katika eneo lake la bunge. Orero ameomba msamaha kutokana na tukio hilo. Mapema leo dereva wa mbunge huyu alifikishwa katika mahakama ya Kibra alipoachiliwa kwa faini ya shilingi 100,000 baada ya kukubali mashtaka dhidi yake. Orero na dereva wake walinakiliwa wiki jana wakikiuka sheria za barabarani na baadaye kumtusi mwanahabari wa kimataifa. Hiyo siku ni ile kuoverlap kidogo na driver wangu akashikwa kona mbaya. Now already the law enforcement unit has done their job. Tumeongea na OCPD, tumeongea na base commander, wamefanya kazi yao, amepigwa fine leo na ametoka, tuko naye hapa na ameomba msamaha. Amesema yeye ni law abiding citizen. Washukiwa 8 wanaodaiwa kuwa sehemu ya genge hatari linalowatishia wakazi wa Eastlands Nairobi wamefikishwa mahakamani wakikabiliwa na mashtaka mazito ya umiliki wa bastola pamoja na kutuhumiwa kujaribu kutoroka rumande wakitumia pikipiki. Na kama anavyotuarifu Carol Wangari, wanane hao walifikishwa mbele ya hakimu mkuu Stephanie Beth. Ni tukio lililovuta hisia katika mahakama ya Makadara, huku washukiwa 8 wanaodaiwa kuwa sehemu ya genge hatari linalotikisa usalama wa wakazi wa mitaa ya Eastlands Nairobi wakifikishwa kotini wakikabiliwa na mashtaka mazito
ya umiliki wa silaha na jaribio la kutoroka rumande. Inadaiwa kuwa wanane hao walipokuwa rumande katika kituo cha polisi cha Kayole waliharibu kamera ya CCTV yenye thamani ya zaidi ya shilingi 26,000, wakakata nyaya na kuchimba kuta za seli, hatua inayolenga kutoroka rumande. Wawili kati yao ambao inadaiwa kuwa ni wachanga wa umri wamepelekwa gereza la watoto la YCTC kwa uchunguzi wa umri kabla ya kurejea mahakamani Oktoba 16 ili kusomewa mashtaka rasmi, huku wenzao 6 wakitarajiwa kufikishwa tena Disemba 9 mwaka huu katika mahakama ya Makadara kwa kuendelea na kesi hiyo. 17 years. Alan, wazazi wako wako hapa? Carol Wangari Wanjiru, runinga ya TV47. Na wataalamu wa afya nchini wameonya kuhusu ongezeko la hatari ya vifo vinavyotokana na saratani ya matiti kwa wanaume. Ni hali ambayo mara nyingi hupuuzwa kutokana na dhana mbaya kuhusu saratani ya matiti kwa wanaume pamoja na unyanyapaa. Madaktari katika hospitali ya rufaa ya Chuo Kikuu cha Kenyatta wameeleza kuwa ingawa visa vya saratani ya matiti kwa wanaume ni 1% kote nchini, hospitali hiyo imerekodi kiwango cha juu cha 5%. We are higher compared to the global standards. And this global standard is not only applying to men. We are also seeing our women, they are mostly young at the age of 45 and below. Ongezeko la visa vya saratani na mitindo ya maisha kama vile uvutaji sigara na unywaji wa pombe vinadaiwa kuchangia pakubwa katika ongezeko hilo. Hata hivyo, imebainika kuwa ingawa visa vingi vya saratani vina asili ya kurithi, mabadiliko ya mitindo kwa maisha kama vile lishe bora, mazoezi na uchunguzi wa mapema vinaweza kupunguza hatari ya maambukizi. Smoking interferes with the endocrine system in the body and therefore will also interfere with, because mainly majority of the breast cancer are driven by endocrine, that is estrogen. So if you interfere with those mechanisms, then you will increase the chances of getting that breast cancer. Wataalamu hao wamezungumza katika mkutano wa kitaifa wa matibabu ya saratani ya matiti uliofanyika katika hospitali ya rufaa ya Chuo Kikuu cha Kenyatta kama sehemu ya shughuli za mwezi wa uhamasishaji kuhusu ugonjwa wa saratani ya matiti. Today our specialists discussing what are the cutting edge technologies, what are the new innovations and treatment that are available in the world, and how do we apply that to our patients in this country. Saratani ya matiti inaendelea kuwa changamoto kubwa ya kiafya nchini, na wataalamu wanasisitiza kuwa hatua ya mapema ya mabadiliko ya maisha ni hatua muhimu katika kupambana nayo kwa wanawake na wanaume. Na maafisa wa usalama katika kaunti ya Meru wamenasa bangi yenye thamani ya shilingi 750,000 iliyokuwa ikisafirishwa kwa gari la abiria kutoka kaunti ya Nairobi kuelekea Meru. Bangi hiyo ambayo inadaiwa ilitarajiwa kuuzwa katika mji wa Maua ilipatikana ndani ya mikoba ya wasichana wawili wenye umri wa miaka 17 na 15. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Meru Patricia Lobolia amethibitisha tukio hili na kupongeza juhudi za maafisa wa usalama kufuatia taarifa kutoka kwa umma. Kwa upande wake, kamishna wa kaunti ya Meru Jacob Ouma ameelezea wasiwasi kuhusu ongezeko la biashara ya dawa za kulevya na pombe haramu, akiwalaumu baadhi ya maafisa wafisadi kwa kusaidia biashara hiyo. Hata hivyo, uchunguzi umeanzishwa huku polisi wakiendelea kumsaka mhusika aliyepaswa kupokea mzigo huo. Believed to be cannabis sativa, 25 rolls of a street value, estimated to be about 750,000 Kenya shillings. It is true the good relations between the public, who some are our informers and we cannot disclose them, our officers and intelligence reports that we were able to get this substance. The suspect, these people were using small children to ferry this substance. I think this is their way of concealment. Tumekuwa na bangi ambazo zinatoka sehemu za nchi jirani, zinapitia maeneo yetu, Mutwati, sehemu za Lare, zikirujia pande hii,
zingine ndizo zinatoka kule, zimetoka zinaingia huku kwetu. Imekuwa ni kama uwanja kidogo umefunguliwa lango la kuingiza miadarati, hali kadhalika ethanol. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki anasema kwamba kinara wa ODM Raila Odinga yuko katika hali nzuri. Kindiki amezungumza katika kaunti ya Siaya kama anavyoarifu mwandishi wetu Linda Alela. Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki amewashtumu wanaoeneza uvumi kuwa kinara wa ODM Raila Odinga anaugua na kuonekana kumtakia mabaya. Kithure ametaja matamshi hayo kuwa propaganda za kuwatakia wengine mabaya. Profesa Kindiki alitumia fursa hiyo kusisitiza kuwa Raila yu buheri wa afya. Nimeomba ruhusa Mheshimiwa mzee wetu Prime Minister Raila Odinga anajua niko hapa. Nimezungumza na yeye vile Governor Orengo amesema. Nimezungumza na yeye in the hearing of Governor Orengo, in the hearing ya Mheshimiwa Oburu Oginga. Mheshimiwa Prime Minister Raila Odinga is safe. Viongozi wengine waliokuwa wameandamana naye katika ziara ya kaunti ya Siaya wakisema pia waziri mkuu huyo wa zamani alikuwa na afya bora. Mzee Tinga ni fire. Ni fire si fire. Naibu wa Rais, mimi nimesikia wale matabeli wa upinzani, wale kawakawa, wale hawana habari, wanazungumzia habari ya afya ya Raila Odinga. Wacha niwaambie wale washenzi ambao wanaishi dunia ambayo hatujui kwamba Raila Odinga ako na afya njema, wao ndio wako na afya fake. Kama unataka kujua hali iko namna gani, hata mimi juzi nilitoka kidogo, wanasema Orengo amekufa. After this morning, I spoke to Raila where he is. And yesterday I had also rang him. Naibu Rais Kithure Kindiki amewataka Wakenya na mashabiki wa Raila kutokuwa na wasiwasi. Kindiki akiandamana na viongozi wengine wengi aliongoza harakati ya kuchangisha fedha za kuwawezesha wanabodaboda katika kaunti ya Siaya na kuongeza zaidi ya milioni 13.4 kusaidia waendeshaji wa ndani. Kwa hivyo sisi nataka niwahakikishie kwamba mzee ako salama. Nimeongea na yeye, anapumzika na amesema tumekaribishwa hapa. Matamshi ya wawili hawa ni baada ya uvumi ulioenea kwenye mitandao ya kijamii kuhusu tashwishi za afya na mahali alipo Raila Odinga. Linda Alela, TV47. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo yake Linda Alela, sasa tunaelekea madukani. Zidi kufuatilia taarifa hizi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Kwenye mtandao wa Facebook tuko live ni TV47 Kenya. Kwenye mtandao wa X ni @TV47 News. Nami utanipata @Kilemi_Andrin. Usiende mbali. Our world is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's minds. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change. The future isn't just something that we inherit, it's something that we create. Join us on The Green Fix as we tell the stories of those who refuse to give up. When it comes to fixing the planet, there is no time to waste. Join me, Shiksha Arora, on Thursdays at 9 p.m. on The Green Fix as we look into the big why, you and I.
Karibu tena mtazamaji. Madaktari chini ya muungano wa madaktari nchini KMPDU pamoja na wanaharakati kutoka katika kaunti ya Kiambu wamefanya mgomo wakilalamikia kimya cha serikali ya kaunti hiyo katika mgomo wao ambao sasa umeingia siku ya 138. Muungano huo sasa umetishia kumtimua gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi kwa kuwasilisha ombi kwa rais aivunje kaunti hiyo. Muthoni Brenda na taarifa kamili. Kwa sehemu kubwa ya siku ya Jumatatu, mitaa ya Kiambu iligeuka jukwaa la kilio na hasira. Madaktari wakiongozwa na chama cha madaktari KMPDU kwa kushirikiana na wanaharakati wa kijamii wakijitokeza kwa maandamano kupinga kile wanachokiita kutojali na ukimya wa serikali ya kaunti kuhusu mgomo wa afya unaoendelea. Na hakuna madaktari. Our people are dying. Maandamano hayo yalianzia katika hospitali ya rufaa ya Kiambu ambako madaktari walimshtumu vikali gavana Kimani Wamatangi kwa kutumia maigizo ya kisiasa ili kuwahandaa wananchi, ilhali hali halisi ya huduma za afya inazidi kudorora. Mwambia anaenda hospitali anafanya PR, anachukua wamama, anahaya wamama na wapeleka huko wanaanza kuimba. Mambo yalipochacha, maandamano hayo yalichukua mkondo mpya. Safari hii maandamano yakielekezwa moja kwa moja hadi afisi ya gavana. Madaktari hao walikuwa wamebeba majeneza madogo, ishara ya vifo vya watoto wachanga vinavyodaiwa kutokana na mgomo huo wa muda mrefu. Majeneza tulikuwa tumebeba juu ya watoto wamekufa wengi. Hata hivyo, kabla hawajawasilisha ujumbe wao, kundi la waandamanaji lilivamiwa na genge la vijana waliovamia na kuharibu majeneza hayo wakijaribu kuzima maandamano hayo. Lakini si kwa urahisi, kwani madaktari na wanaharakati walijipanga upya, wakaonyesha mshikamano na hatimaye wakaweza kufika katika afisi za serikali ya kaunti, wakati huu wakiwa na vitisho vikali zaidi. Ni kama hatalipa madaktari warudi kazi, watiti watoto wetu, he must go. Wamatangi, stop everything else. Health is our number one priority. It is either you shape up or you shape out. Wamatangi, you will go. Sasa KMPDU imetangaza kuwa imeanza rasmi mchakato wa ukusanyaji wa sahihi ili kuwasilisha ombi kwa Rais William Ruto kuvunja serikali ya kaunti ya Kiambu kwa misingi ya kushindwa kutekeleza majukumu ya msingi ya kutoa huduma za afya kwa wananchi. That beginning tomorrow we are going to be collecting signatures. 10% of the residents of Kiambu, that's 120,000, to petition the parliament, to petition the president to dissolve this county. Kwa wananchi wa Kiambu, mgomo huu haukuwa tu kuhusu mishahara ya madaktari, bali ni kilio cha haki ya msingi ya kupata huduma bora za afya. Sasa macho yote yanaelekezwa kwa serikali kuu iwapo itachukua hatua au mgogoro huu utaendelea kuandika historia ya aibu katika sekta ya afya. Muthoni Brenda, runinga ya TV47, Nairobi. Baada ya taarifa yake hiyo Muthoni Brenda, tupate taarifa hii ya Mike Kagwongo, na ni kwamba Rais William Ruto kwa mara nyingine ametetea serikali jumuishi akiwasuta wapinzani wake kwa kile amesema ni kukosa sera za kufanikisha maendeleo ya taifa. Rais William Ruto amezidi kufiatua mishale ya kisiasa, safari hii akiwaonya wale anaowataja kama wanaojihusisha na siasa za udhaifu. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa miradi ya mkakati ya Konza Technopolises kaunti ya Makueni, Ruto amesema serikali yake inaongozwa kwa wote wanaoipenda na hata wale wanaoikosoa ili kufanikisha ahadi za maendeleo kwa Wakenya wote. Tafadhali nawaomba Wakenya wenzangu, tukubaliane tubadilishe hii nchi. Tuache siasa ndogo ambaye haitusaidii. Siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya kugawanya watu. Amesisitiza kuwa serikali yake imejikita katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya miundombinu ili kubuni ajira na kusongeza gurudumu la uchumi. Hakuna haja hii ugomvi kidogo kidogo. Kama wewe ni kiongozi na uko na sera na mpango tofauti bora kuliko hii yetu, tueleze. Ruto pia aliwashukuru washirika wa maendeleo kama Benki ya Dunia kwa msaada wao wa kuendeleza miradi ya vijana, akisema vijana wa Kenya wanastahili fursa halisi, sio siasa za kuharibu. Nashukuru sana ndugu zetu wa World Bank, wamefacilitate, wametupatia shilingi bilioni 20 ili
vijana 850,000 wa Kenya wapate nafasi number 1 ya kuwa kwa biashara. Hata hivyo, kauli yake ilitoka masaa machache tu baada ya ukosoaji wa hadharani kutoka kwa mbunge wa Kiharu Ndende Nyoro, ambaye alishuku ufadhili na utekelezwaji wa mpango wa Nyota. Pesa ya Nyota ni pesa ya World Bank. Ni pesa ya Banki Kuu ya Dunia. Na kwa hivyo mimi ningeomba hata hii pesa Kenya inakopa mingi. Kama World Bank wanatupea bilioni 5, si serikali ya Kenya ingeweka bilioni 5, wale user wanapewa waongezeke maradufu, ama badala ya kupewa 50,000 wapewe hata 100,000 waanze biashara mzuri. Lakini Rais Ruto amesisitiza kuwa mfumo wa fedha wa mpango huo umewekwa wazi kupitia ushirikiano uliopo kati ya serikali na Benki ya Dunia. Mvutano huu sasa unafichua migawanyiko inayochipuka ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, hususan kuhusu mikakati ya kukopa, mipango ya vijana na kipaumbele cha serikali katika maendeleo. Mike Kagwango, TV47, Nairobi. Sasa tudunde viwanjani. Timu ya taifa ya soka ya Harambee Stars inazidi kunoa makali yao huku wakijiandaa kumenyana na miamba wa soka barani Afrika, Ivory Coast, hapo kesho. Kikosi hicho cha kocha Benny McCarthy kinalenga kuonyesha ubabe wao kwa kunyakua alama zote 3 katika mechi yao ya mwisho ya mwaka huu. Haya kijiri, Ivory Coast vilevile watakuwa na matumaini ya kutinga alama zote 3 wakiwa na matumaini ya kujikatia tikiti ya kushiriki moja kwa moja kwa mashindano ya kombe la dunia ya mwaka ujao. National team takes the pitch, you know, the intention is to win. We have to go out, we have to create that winning culture, and of course now it's 2 wins back to back on the road, two clean sheets. So the mindset, the mentality is definitely to go out and do our best to try and win. Hii game pia ya Ivory Coast is not an easy match. It's a very, very tough match. You know, wako number 1 kwa group. Sisi tuko number 3. Then it's a must win for them. Na pia sisi is a must win for us. Kubwa kwa sababu ni jezi na carry weight sana. Kwa tuna represent millions of Kenyans. Kwa hivyo kwangu ni pleasure each time na wear jezi, na kila time utaka ninapeana my best. Na hope ni while doing that pia na inspire other upcoming people. Na mashindano ya Nairobi Mini Games ya mwaka huu yaliandaliwa katika shule ya urafiki ya Karavona, huku yakiibua vipaji vipya baina ya wanafunzi kupitia michezo na teknolojia. Shindano hili ambalo linawapa wanafunzi walio na umri wa chini ya miaka 17 nafasi ya kukuza talanta zao, zinatarajiwa kuelekea Arusha, Tanzania, likiwa hatua nyingine katika kukuza kizazi cha wanamichezo, wavumbuzi na viongozi wa baadaye. We are growing children into world champions, and we can see really the kids are really pushing themselves. So the idea is just to help the kids, they push themselves in the sports, and of course if a child does well in sports, of course they'll also be able to do well in class. This is the only platform, international mini games, that gives children that kind of experience, playing with the international standard equipment, international referees. So when they go and they come back, the schools that have been with us can see a significant difference because they already have experience, because that's what it takes. You build the experience. That's what gives you the difference. The ministry has really done a good job through the CBC. Na kwa namna hiyo, mtazamaji, sasa sina la ziada, ninatia kikomo kwenye taarifa zetu za upeo wa TV47 jioni ya leo. Kwa niaba ya kikosi kizima kilichofanikisha taarifa hizi, ninasema asante sana. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni Nyiroda Nyamae. Ninaondoka, lakini nasemaje? Ukiwa kwenye bafu, kisha yale maji moto ghafla yageuke na kuwa baridi, basi ina maana kuwa huenda yanatumika na mwingine. Kwa heri kwa sasa.